Sikunako katika mkoa wa Shinyanga nikiwa katika wilaya ya Kahama, na hapa nipo katika kanisa la TAG Calvary Temple lililoko ndani ya mji huu wa Kahama, na kanisa hili linachungwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Raymond Msengi ambaye anamtumikia Mungu mahali hapa. Nyuma yangu unaweza ukaliona jengo kubwa la kanisa hili la Calvary Temple, kanisa ambalo inasemekana ndiyo kanisa la kwanza kabisa kuwepo hapa katika mji huu wa Kahama. Ni kanisa ambalo lina historia hakika la kuweza kumtangaza Kristo katika mji huu wa Kahama. Ninaamini mchungaji Raymond sio mchungaji wa kwanza toka kuwepo kwa kanisa hili. Ni wachungaji wengine wametangulia kuifanya kazi ya Mungu mahali hapa, lakini pia kwa sasa hivi mchungaji Raymond Msengi ndiyo anaendeleza maono ya kazi ya Mungu katika mji huu wa Kahama. Na sisi NY TV tuko hapa. Pengine unajiuliza Kahama kuna nini? Basi tuko hapa kwa siku 8 tukikuletea kongamano kubwa sana la neno la Mungu ambalo litakuwa likiongozwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti huyu, mtumishi wa Mungu Christina, ambaye Mungu amekuwa akimtumia kwa namna ya kipekee sana kutokea kule Sumbawanga, na atakuwepo hapa. Kongamano hili limeanza siku hii ya leo Jumapili na litaisha Jumapili. Kwa hiyo ni siku 8 za mji huu wa Kahama kwenda kukutana na Mungu kwa namna ya ajabu sana. Na mimi nikutie moyo wewe mkazi wa Kahama, lakini pia wakazi wa maeneo ya jirani. Wewe uko katika mkoa huu wa Shinyanga, wale walioko Mwanza na mahali pengine ambapo unaweza ukafika kuja kukutana na Mungu mahali hapa. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Christina ni mtu ambaye Mungu amekuwa akimtumia kwa namna ya kipekee sana. Ana shuhuda nyingi za matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu amekuwa akitenda kupitia huduma yake, na bila shaka kupitia siku hizi 8 kuna kitu ambacho Mungu atakwenda kukitenda katika maisha yako. Mungu akubariki unapokwenda kufuatilia kongamano hili kuanzia siku hii ya kwanza na mpaka litakapokwenda kuhitimishwa siku ya Jumapili. Barikiwa sana. Naomba nimuongelee Messi kidogo alafu nitamuita aje hapa. Naomba dada Messi uje wakati ninakuongelea. Natamani uwasalimie watu wazuri hawa wa Mungu. Jana nilimpigia kaka Pasco nataka nimuulize Messi amefika. Tukashindwa kuwasiliana vizuri. Leo nilivotoka hapa simu yake ikawa ya kwanza, nikapiga namuulizia huyu mwanadada. Bwana asifiwe. Mungu amenikutanisha na huyu dada kule Dodoma. Nilikuwa kwenye semina mahali fulani, akawa ameambiwa kuna mtumishi wa Mungu mahali fulani twende. Mungu akanikutanisha naye, na wakati ninatoka Sumbawanga Mungu alikuwa amesema na mimi kwamba kuna mtu atanikutanisha naye. Unaelewa eh? Mungu alikuwa amesema na mimi kabisa kwamba huduma yako inaenda kuongezewa mipaka. Mungu alisema na mimi huduma yako ni ya kimataifa. Sasa nikawa ninajiangalia niko Sumbawanga, unaelewa eh? Alafu nikaa nafikiria hata ndani ya mikoa tu ya Tanzania hii bado sijui. Sasa inakuwaje kimataifa? Akaniambia unavyoenda Dodoma nitakukutanisha na mtu. Bwana asifiwe. Mungu anafanya kazi ndani ya mtu kupitia watu. Sawa eh? Kwa hiyo heshimu sana watu. Kila mtu unayemwona mbele yako ni wa thamani sana. Bwana asifiwe. Nikakutana na huyu dada, akaniomba namba yangu ya simu. Baadaye akaipeleka kwa kaka Pasco pale, wakawa wananipigia kwamba tunaomba tufanye interview kidogo. Kukatokea changamoto nyingi sana za kutuzuia tusikutane, tukaahirisha nikiwa Dodoma. Lakini nimefika Dar es Salaam, walikuwa na ziara ya kwenda Morogoro. Ile ziara yao ikakwama. Bwana asifiwe. Ikawa inatakiwa wanitafute mimi tena. Kwa hiyo tumekutana nao, tukafanya interview ya shuhuda tu. Wale waliopita huko ndani
sikiliza baadhi ya shuhuda na nini. Baada tu ya zile shuhuda, ile huduma ikasambaa duniani kote. Yaani sidhani kama kuna nchi sina watu. Huduma hii imefika nchi mbalimbali. Bwana asifiwe. Mpaka kule Saudi Arabia ambako makanisa hakuna. Mungu awabariki sana, najua wananifuatilia. Sasa hivi walianzisha ile ibada kwenye mitandao na wakaniomba niwe mwalimu wao. Nimepata nafasi mara moja tu kuwafundisha, lakini niliwaambia Mungu akinisaidia kulingana na ratiba nitaendelea kuwafundisha. Kwa hiyo kupitia huyu dada mpaka mimi na wewe tumekutana hapa. Jamani, amina. Si ungempigia Yesu makofi mazuri sasa? Mwanamke, si ungepiga na kigelegele kizuri kwa ajili ya Bwana? Jamani, haleluya! Jamani, amina. Kupitia chombo hiki watu wamezaa watoto, unaelewa? Yaani kupitia chombo hiki watu wamepona, watu wamezaa watoto. Hiki chombo ni cha baraka sana. Kuna watu walinifuatilia wakaniita Njombe. Kule Njombe hatukwenda na ninyi, lakini kule nako Bwana amefanya maajabu. Wakati ninakuja huku, ninajiandaa kuja huku Kahama, nikiwa katika hali fulani ya mapito fulani, nikiwa najiandaa kuja huku, nilipigiwa simu moja ya baraka kutoka Njombe. Nilipokuwa kule Njombe mwezi wa 5, nilikutana na mchungaji mmoja, ni kiongozi wa section wa TAG. Akawa ana mtoto wake wa kiume ameoa, wamekaa wajapata mtoto. Bwana asifiwe. Nilikwambia Mungu ni halisi jamani, haleluya. Hata hii semina sio ya bahati mbaya, kuna kitu Mungu atafanya. Tulivyokutana na yule mchungaji, wakaniambia nimwombee yule binti yao, mkamwana wao anahitaji mtoto. Nikaomba na yule dada, nikamwambia nikirudi Sumbawanga utanipigia simu, maana nilimuuliza kwa habari ya ule mpangilio wa zile siku ambazo Bwana utusaidia kupata watoto. Jamani, amina. Yule dada akawa mwaminifu. Baada ya kama wiki 2 akanipigia akasema, mama, naomba uniombee. Nikamwambia weka mkono kwenye tumbo lako. Nikamwambia maombi hayana umbali, ni kombola lenye masafa marefu sana. Nikamtamkia yule dada, nikasema mwakani majira kama haya utapakata mtoto kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Ilikuwa ni mwezi wa 5. Ile wiki ambayo ninakuja huku, kama sio Jumanne hivi Jumatatu, nikashangaa simu yangu inaita na sina tabia ya kusevu namba. Basi nikasema acha niipokelee hii namba ngeni. Napokea simu, yule dada anasema, mama shikamo, mimi ni yule uliniombea huku Njombe, nimetoka kupima, mimi ni mjamzito. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Ninamwongelea huyu mwanamke ambaye alisimama kwenye nafasi yake. Mungu akubariki sana dada Messi. Watu wanabarikiwa, watu wanainuliwa. Mliofuatilia NYTV nikiwa Dar es Salaam, nilitoa pia ushuhuda wa mtu mmoja yuko Morogoro. Alikuwa ametembea sana, amekunywa hadi maji ya upako, amepakwa mafuta ya upako, ametumia chumvi za upako, ametembea kwa manabii mbalimbali. Lakini kwa kupitia chombo hiki cha NYTV alinipigia simu mwezi wa 1. Ni mwanaume akasema, mama, nimesikiliza shuhuda zako, unasema Mungu ni halisi, natamani nimuone huyo Mungu kwa uhalisia wake. Akaniambia, mimi na mke wangu tumeishi miaka zaidi ya 15, hatujawahi pata mtoto. Mpaka sasa hivi mke wangu ile desturi ya wanawake imekata. Unaelewa? Huyo ni baba amenipigia simu, anasema lakini
bado sijakata tamaa. Akaniambia neno kubwa yule baba, akasema ninajua kupitia wewe mke wangu anaweza kuzaa mtoto. Nikasema huyu baba haongei kupitia mimi, bali anaongea kile kitu cha kimungu ambacho Mungu amenipa kwa neema tu. Nikamkumbuka Sara kwenye ule umri mkubwa, nikasema kama Mungu aliweza kumpa Sara mtoto, atampa mke wako hata kama siku hazionekani, kwa jina la Yesu aliye hai. Nikamwambia mwekee mke wako mkono, naye yule mama nikamtamkia, nikasema mwakani majira kama haya utakuwa umepakata mtoto. Wakaitikia amina, ikapita. Ilipofika mwezi wa 6, nikiwa ninajiandaa kwenda Dar es Salaam, nikaota ndoto moja ya ajabu. Wale watu niliwasiliana nao kwa simu. Messi, usichoke maidia wangu, watu wananifuatilia na wanabarikiwa. Ninatamani, najua wananifuatilia sana, wakuangalie, waendelee kukuombea. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Nikiwa nimelala nikaota ndoto, kuna mtu ananisemesha, ananiambia mama, yule baba nilivyomwona alikuwa na baisikeli, alikuwa anaendesha baisikeli, amebeba mkaa pamoja na kifimbo kile cha wangapi tumewaiona wale wanaoendesha baisikeli, anakuwa na kizana kile cha fimbo kama gogo, nadhani ya kuwekea vizuri. Nikamwona mtu wa design hiyo kwenye ile ndoto, alafu akananionyesha kama ramani hivi na kibao, akaniambia mama, Morogoro kuna jambo. Ile sauti nilivyoisikia, ndoto ile ilinitesa siku nzima. Nikaa namshirikisha binti yangu wa kwanza yuko form 4. Nikaa namwambia Bright, kuna ndoto inanitesa, kuna mtu ameniongelesha. Kumbuka alinipigia simu mwezi wa kwanza, sawa Sasa usiku nikashangaa nimepigiwa simu. Nilipopokea simu nikaisikia sauti ile ile. Kabla hajaniambia ni nani, nikamwambia bila shaka wewe ni wa Morogoro. Akaniambia ndio. Nikamwambia una habari gani njema ambayo unataka kunipa? Nikaanza mimi kumtajia ndoto kabla hajasema chochote. Nikamwambia nimemuota mwanaume mmoja mwenye sauti yako, ananiambia amebeba mkaa, ameshika kifimbo, yuko hivi na hivi, ananiambia mama, Morogoro huku kuna jambo. Yule baba akashtuka, akasema mbona unaniacha nitetemeke? Akasema hivi ninavyoongea na wewe, nimetoka kwenye mkaa, ni mimi naendesha hiyo baisikeli, ni mimi nina kifimbo hicho. Akasema ni mimi nimeleta habari njema. Akaniambia tumetoka hospitali kucheki ultrasound, mke wangu anaonekana ni mjamzito, tayari mtoto yuko tumboni, na ile ultrasound imeonyesha ni mwezi wa kwanza, tarehe zile zile ulizotuombea. Nikasema Bwana uinuliwe milele yote, hakuna Mungu aliye kama wewe. Na kwa kupitia shuhuda hizi nataka nikwambie wewe uliyeko hapa, Bwana atakufanyia mambo ambayo umeyasubiri kwa muda mrefu. Mimi mwenzako nimemuona Bwana, nimemuona mtenda maajabu. Aliyempa Sara mtoto amempa na yule mwanamke ujauzito. Jamani, amina. Niliposikia zile habari nikajisikia kutiwa nguvu, nikawa ninakiombea chombo hiki cha NY TV. Nikasema Mungu, kama uishivyo, ikikupendeza, mahali ambapo niwe ninakuwa na NY TV wawepo, ili watu wengi wafikiwe zaidi, maana waliopokea baraka hizo wamezipokea kupitia chombo hiki bora cha NY TV kilichowekwa wakfu kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikaenda Dar es Salaam, atukuzwe Bwana. Chombo hiki kikawepo, watu wakazidi kufuatilia. Yule baba alinipaga mahitaji mawili, akaniambia nina tatizo miaka 2 sisikii, na hilo la mtoto. Lile la mtoto likawa tayari. Tukiwa pale Ubungo tunaendelea na semina, yule baba anasema
Siku moja ulikuwa unaombea watu, ukasema mwamini Mungu hata wewe uliyeko nyumbani. Akasema nikashika sikio langu, nikasema na mimi ni majira ya kusikia. Akasema ukiwa unaombea watu, nikashangaa kitu kimechomoka kwenye sikio. Akaniambia mama, nimepata ujauzito kwa mke wangu, lakini tena ninasikia Bwana anafanya double. Haleluya, haleluya. Ushuhuda huu hata kaka Pasco sijampa kwanza. Nikiwa ninarudi, tulikuwa tunaelekea Nzega na mume wangu. Tumepita pale Morogoro, ndo tunarudi, tuko njiani. Yule baba pamoja na mke wake, kumbuka ndo ana ujauzito, wakawa wamekuja stendi saa 6 za usiku. Wamekaa pale stendi wanatusubiria. Nilipofika pale stendi, ile gari haikusimama kwa muda mrefu. Ikasimama kidogo, yule baba ananipigia. Anasema mama, tumekaa hapa tangu saa 4 tuko hapa tunakusubiria. Hawajawahi kuniona macho kwa macho. Wakasema angalau tu tukuone hata ukichungulia dirishani. Nikasema haya ni maajabu ya Bwana. Mungu wetu ni Mungu aliye juu ya vyote. Nikainua macho yangu kutazama dirishani, nikamwona mwanamke ambaye tumbo limeanza kuonekana. Hajawahi kupata mtoto, hakuwahi ona hata mimba ya kuharibika. Rababa sakaya tora masanda reketera mayanda. Nikamchungulia yule mwanamke, nikamwona ameshika tumbo, ananiita mama, mama. Nikawa ninashindwa hata cha kufanya. Nikasema Mungu tukuzwe, uwezaye kufanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Jamani, amina. Yule baba akasikitika sana, akasema mama, nilikuja na kiberiti hapa, nimechukua ule uchafu uliochomoka kwenye sikio, nilikuletea uje ushuhudie. Yule baba akasema huyu mama aliongea neno moja tu kwangu. Akasema aliongea neno la upole. Nilimpa simu mtu mmoja nilikuwa naye Dar es Salaam, nikasema sikiliza ushuhuda wa huyu baba kutie moyo. Yule baba nikasikia anamwambia huyo mama aliongea kwa upole tu. Alisema mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Liamini neno la Bwana na wewe likubali neno la Bwana. Neno la Bwana linaumba vitu ndani yako. Alitamka vitu vikatokea. Aliniambia nenda Dodoma, nitakukutanisha na mtu. Nikafika leo. Messi ni rafiki yangu. Mahali popote ninapokuwa lazima niwakumbuke watu hawa kwenye chombo hiki cha NYTV. Mtu wa Kahama unaniona leo kwa sababu ya hiki chombo cha NYTV. Huyu Bwana aliyeweka chombo hiki akutendee mema kwenye kongamano hili, ukawe mtu wa viwango vingine. Wasalimie watu Messi. Nasikia kumtukuza Mungu sana. Washieni maiki vizuri hiyo, kumuinua Mungu sana. Mungu anafanya mambo yaliyo juu ya akili yako. Haleluya. Hebu mpigie tena Yesu makofi ya juu, makofi ya juu zaidi. Anastahili heshima ya juu zaidi, anastahili heshima ya juu zaidi. Hata kama wengine hawamuelewi, wewe muelewe, utayaona matokeo. Karibu maidia wangu. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema ya kipekee ambayo amenipa na mimi kuweza kuwepo Kahama kwa mara ya kwanza. Na namshukuru Mungu pia kama ambavyo mtumishi Christina amesema, namshukuru Mungu kwa ile siku ambayo alinikutanisha naye, kwa sababu ninaamini Mungu alikusudia kuwafikia pia na nyie. Kwa hiyo ninawatia moyo kwamba kuna kitu Mungu atafanya kupitia hizi siku 8. Ni wewe ujiconnect na huyu Mungu ambaye amemleta mtumishi wake kutoka kule Sumbawanga, na bila shaka kuna kitu ambacho Mungu atakutendea na wewe. Kama ambavyo amekwisha kunitambulisha, naitwa Messi Mario, ni mwandishi wa habari nikiwa ninatumika na chombo hiki cha NYTV, na tukio hili linaendelea kupitia chombo hiki, na bila shaka baadaye utapata wasaa pia wa kusikiliza mafundisho haya, lakini pia ukatumia ndugu jamaa na marafiki walioko mbali wakaweza pia kufuatilia hiki ambacho kinaendelea hapa. Basi Mungu awabariki, asanteni sana. Amen.